ya 3 ilikuwa hiyo. Sababu ya 4, ego. Well, nimeamua kuanza kitofauti, maana kwa asili ya binadamu, nimefanya utafiti kuhusu binadamu, ni sehemu kubwa ya msingi wa binadamu na ni unique, ni groundbreaking. Kwa asili ya binadamu, ego, si lazima mtapokea mapendekezo yangu kwa moyo mkunjufu. Na hasa nimewasema hawa wenye mamlaka hawa katika akademia, katika jamii na huko kwingine kwenye imani. So na hapa naongea nanyi wote, hasa ninyi. Kwa tahadhari naongea nanyi wote wenye agency, wenye maso, wenye maamuzi. Ninyi wenye ima dhamana ya kupokea mapendekezo yangu au fursa, wapo kati yenu wenye fursa ya kumshawishi yeye mwenye maamuzi ya mwisho. Hawa fulani pale nyuma kidogo, nadhani wakati wa JK. Sasa ni moja kati hawa wenye fursa ya audience ya mfanya maamuzi. Alipata kuimba akisema, msanii mmoja kaimba akisema, Ridhiwani, ongea naye, sema naye. Maneno kama hayo. Kwa hiyo ninyi wote ndio nazungumza nanyi wenye agency, wenye uwezo, maso ya kimaamuzi, dhamana, lakini pia washauri, na pia ninyi wenye audience na mwenye maamuzi. Naongea na Ridhiwani. Huyu kiukweli ni mmoja kwa asili ya tamaduni zetu. Yaani yeye mwenyewe mwanzilishi wa majadiliano ya mabadiliko rasmi ya kimtaala na kijamii. Ninyi ndio naongea na nyinyi, na ninyi nikikusudia kuwashawishi tafakari mapendekezo yangu kwa manufaa ya jamii mzima, kwa manufaa yenu wenyewe, kwa nenu, taasisi zetu, familia na jamii mzima. Pamoja nanyi nimesema wacha ninyi wenye maso, pawa na maamuzi, lakini wako pia wenye visibility, sauti na ushawishi kwa wengi. Wengi wanaoshawishika anyway. Si lazima kwa hoja, wanaoshawishika kwa nyenzo, agency, maso, voice, sauti na visibility. Huko kwenye TV, radio, social media, wako watu wenye power wanaoweza kuficha mawazo haya kwa watu wengine. Wacha ninyi wakubwa sana, labda nasema Millard Ayo ana audience kubwa. Kwa mfano huo, sizungumzii wanasiasa pekee, naongea hata hawa kama Millard Ayo wana uwezo wa kuwafikia watu wengi. Nazungumza ninyi wote ambao mna dhamana, mna jukumu la kubadilisha mindset za watu. Na vile vile nimekulenga wewe mtazamaji, msikizaji, katika nafsi na nafasi yako kama mdau. Ima wewe ukiwa kama mdau utakuwa mwathirika au mnufaika wa pande hizi mbili za hoja, kufuata jadi au kutoka nje ya box. Lakini pia na walenga ninyi wazazi, waajiri, wenye mashule, walimu, na jamii mzima. So nasema kwa sababu ya ego mtasema huyu nani? Mkara? Mwana wa seremala? Mwana wa seremala? Yumkini pia wapo watakao sita kunipokea wakijisemea ego. Kijisemea atatufunika. True. Ego. Get this evidence. Wakati fulani nikiwa National Brand Manager wa Carlsberg hapa Tanzania, wakati wa Euro 2004. Huko Carlsberg tukiwa ndio official sponsors wa mashindano yale Ulaya. Nilimshirikisha msaidizi wangu mmoja juu ya nia yangu ya kumshirikisha Dr. Liki katika press conference zetu pale Habari Maelezo. Nafikiri mnamkumbuka huyu, mnamtambua huyu Dr. Liki. Yumkini huyo ndiye baba wa uchambuzi wa mpira, hasa ligi za Ulaya hapa kwetu. Wakati huo kiukweli akiwa hana mbadala, na yumkini bado ana talent hiyo kushinda wengine wengi. Unajua msaidizi wangu alisemaje niliposema tumshirikishe huyu bwana Dr. Liki? Unajua alisemaje? Alisema tumwache. Kwa nini? Atatufunika. Najiuliza, kwenu pia jiulizeni, tafakarini. Lengo ni sie binafsi kushine au kushamirisha mashindano na ushiriki wa walaji ili kufikia corporate goal ya brand yetu, kampuni yetu. Lengo ni nini? Tafakarini hilo. Ego.
atatufunika. Hiyo ndiyo huitwa ego, ikiwa ni sababu iliyonipelekea kuanza kwa kujenga msingi wa nyumba hii au ngome, kushield hoja, kulinda hoja na mapendekezo yangu yasisombwe, yasibebwe na mafuriko ya ego, arrogance na ignorance. Kati ya haya yote, ubinafsi, gubu, vendetta, na hatimaye wewe moja moja ukayakosa manufaa ambayo tulikuwa tumekuletea kwa gharama bure. Ego. Kwa sababu ya 4, kwa nini nimeanza kujenga misingi ya hoja baada ya kutosha mtoa hoja wala mjadala wenyewe? Sababu ya 5. Sababu ya 5 ni tahadhari. Tahadhari au kinga kuwa kwa hoja na mapendekezo yangu, kinga kuyajengea immunity mapendekezo yangu na mawazo yangu na hoja zangu. Maana sikia vizuri, wenye dhamana na elimu na hatima zetu mikononi mwao si malaika. Si malaika hata kidogo. Nasema nimelazimika kujenga msingi imara zitakaposimama hoja na mapendekezo yangu kama tahadhari, maana kwa hekima ya Wanyambo wala haja ya kihima. Nasema okwechenjeza tibutini empazi ejende yashami. Empazi ejende yashami leo Kinyambo cha kawaida. Okwechenjeza tibutini empazi ejende yashami. Yaani kuchukua tahadhari si uoga. Siafu utembea kinywa wazi akiwa tayari armed to the teeth. Wanasema meno yake kama silaha yakiwa nje. Tahadhari. Na yumkini siafu alijua msemo ule pia wa Kihaya. Asante kwake mwalimu wetu second master, alikuwa mwalimu mzuri sana. Second master pale Ihungo, Pancras Binamungu, mzuri sana shuleni katika masomo na kiutawala, lakini wanafunzi wakati mwingine watufutia naye sana. Pancras Binamungu alifundisha akasema, na ikawa AK yake siafu alijua anasema msemo huu wa Kihaya alitufundisha mwalimu huyu, tulikuta pale shuleni Ihungo High School. Alisema ekiashamile tota mukiara. Hatimaye ikawa AK yake ekiashamile. Yaani usitie dole lako katika kinywa wazi cha mnyama hatari kama mbwa, mamba, kiboko, nyoka na hata siafu. Kwa metaphor hiyo nasisitiza, akiacha kinywa wazi mnyama usitie dole lako. Si salama. Hekima hiyo ya Wanyambo na Wahaya combined ni sawa na mwimbo wa Mlimani Park walimbo wakisema, simcheze chatu chatu utaukosa ushindi. Thanks to Patrick Wamala. Yes, asante ndio nikumbusha hii. Nasema naleta mjadala huu na mapendekezo yangu kwa tahadhari, maana ujue hawa wenye dhamana na sera na maamuzi na utendaji, au hata wenye dhamana ya kusikiza, wenye ushawishi pia kwa mwenye maamuzi, mwenye vito, au hata wenye fursa ya audience kwake, mwenye maamuzi ya mwisho. Nasema mwenye audience naye, mwenye dhamana na mawazo na mapendekezo yangu. Nasema washauri hawa na wenye dhamana hawa si malaika hawa. Atatuambia nini huyu Mgalilaya, mwana wa seremala? Mie na degree 4, utanambia nini wewe darasa la 7? Excuse you Dr. Mwakembe. Na mheshimu sana wewe. Kwa bahati mbaya nafikiri kwa slip of the tongue. Atatuambia nini? Atanambia nini wewe huyu hapa darasa la 7? Ujue Mafarisayo na Masadukayo walisemaga kuhusu Yesu, wakasema halijatokeaga zuri toka Galilaya. Nasema Mafarisayo na Masadukayo bado wapogo. Chukua rhymes hiyo. Ni kwa sababu hiyo nasema nita evidence katika yumkini katika sehemu ya 12. Ni kwa sababu hiyo na kazi umuhimu wa mjadala huu na sababu dada za awali, ndio tukaanza kujenga msingi ambako ndio hoja na mapendekezo yangu yasimame, badala ya kutambulisha mjadala wala mtoa hoja mie. Na hatimaye kwa sababu sijajenga msingi imara, mapendekezo yangu, hoja zangu pamoja na umuhimu wake na faida tunazo kuletea yakasombwa na
mafuriko na sababu hizo nimekutajia.